Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ili tushirikiane nawe neno la Mungu kwa YouTube. Mungu akubariki na akutende mema. Ukiwa na Biblia, fungua nami katika kitabu cha Mithali, mlango ni wa 4 mstari wa 23. Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko sitokako chemchemi za uzima. Na pia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 15 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Ujumbe wangu wa siku ya leo ambao napenda nishiriki nasi ni katika kitabu cha Mithali mlango wa 4:23, na kichwa cha ujumbe ni kuhusu moyo wa mwanadamu. Mungu ameumba mtu na akaweka viungo mbalimbali kwa mwili wake. Akaweka kichwa, na nataka niseme kwamba kwa hicho kichwa kuna milango 4 ambayo inaingiza vitu ndani ya moyo wa mtu. Mungu aliumba macho, hilo ndio lango la kwanza, na pia akampa mtu masikio, lango la pili. Lango la 3 akampa pua. Lango la 4 ni kinywa. Mungu alimpa mtu macho kwa ajili ya kuona, yaone vitu, na pia masikio alimpa kwa ajili ya kusikia vitu. Kinywa amempatia kwa ajili ya kula na kuongea, na pua Mungu amempatia mtu kwa ajili ya kunusia. Hivi vyote 4 vinapeleka vitu ndani ya moyo wa mtu. Na nataka niseme kwamba moyo wa mwanadamu ni kama shamba ambalo liko tayari kwa ajili ya kupandwa mbegu yoyote, iwe ni mbegu nzuri ama mbaya. Katika mtazamo wa Biblia, ukisikia Biblia inaongelea kuhusu mbegu, yeye inamaanisha neno, iwe ni la Mungu ama hapana. Kuna wakati Yesu akaambia wanafunzi wake kwamba kuna mpanzi mwenye alichukua mbegu, na alipoenda nayo, ya kwanza akaipanda barabarani, ndege wa angani wakakuja na kula, na ya pili akaipanda kwa miba ikasonga hiyo mbegu isiweze kuwa vizuri. Ya 3 akaipanda kwa mwamba, ilipomea mwamba ukazuilia isiweze kukua sababu mizizi yake ilifika kwa mwamba. Na ya 3 akaipanda kwa mchanga mzuri. Wanafunzi wake walipokuwa wanajiuliza huo msemo unamaanisha nini, akasema kwamba mbegu ni neno la Mungu. So ukisikia kwa mtazamo wa Biblia neno mbegu linamaanisha ni neno, either ni la Mungu ama si la Mungu. Na nataka niseme kwamba uwezo wa mbegu haupatikani kwa udogo wa mbegu ama ukubwa wa mbegu, bali tunajua uwezo wa mbegu wakati mbegu imepandwa mchangani, ikamea, ikawa mti mkubwa na kuzaa matunda yake. Hapo ndio tutajua uwezo wa mbegu. So napenda nianze na lango la kwanza ambalo linaingiza vitu ndani ya moyo wa mwanadamu. Nitaanza na masikio. Masikio ni lango la kuingiza maneno ndani ya moyo wa mwanadamu. Kila neno unalisikia na anza na la Mungu. Neno la Mungu ukilisikia linatakasa maisha ya mtu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba Yesu akaambia wanafunzi, tayari umetakasika kwa ajili ya neno umelisikia toka kwangu. Neno ukilisikia linakutakasa. Linakutakasa aje? Liko kama kioo, lina point kwa maisha yako, kwa kile chenye ambacho akistai mwana ama binti wa Mungu kiishi. Ukiacha, huo ni utakaso. Lakini neno ambalo halitoki kwa Mungu,
hilo neno likiingia ndani ya masikio ya mtu na kwenda ndani ya moyo, linaleta uharibifu. Ama we can say that word will bring mess in the life of somebody. Ndio sababu katika kitabu cha Zaburi mlango ni wa kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye asiyoenda kwa shauri la wasio haki, wala hakukaa kwenye baraza la wenye mizaha. Kwa hivyo ndugu yangu, dadangu, nataka niseme kwamba inastahili uweze kuwa makini kwa kila jambo unalolisikia toka kwa watu, na pia kwa watu wale ambao unaita ni marafiki zangu, sababu neno linaweza kuwa ni ndogo lenye umelisikia masikioni pako na likaingia ndani ya moyo wako likaleta uharibifu. Katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba chachu ndogo huharibu donge nzima. Kwa hivyo, kwa sababu wewe unaweza kuona kwamba neno ni ndogo, but neno ndogo linaweza kusababisha uharibifu mkubwa katika maisha ya mtu. Na pia neno ndogo hili linaweza kusababisha mtu afurahie katika maisha. Kwa hivyo sisi inastahili tuweze kuwa makini kwa kila kitu ambacho tunakisikia, sababu wengi wao yale tunayaishi ni matokeo ya kile tulichokisikia kama ushauri kutoka kwa marafiki, kikaumba ndani mwetu tabia mbaya ama kikaumba tabia nzuri katika maisha yetu. So wana na mabinti wa Mungu inastahili kuweza kuwa makini kwa lenye unalisikia toka kwa watu ama kwa marafiki, likaingia ndani ya masikio na likaenda ndani ya moyo wako. Neno likipandwa ndani ya moyo wa mtu linapitia masikioni na linaweza kuleta uharibifu ama litengeneza. And that's why linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Utalinda kupitia kwa unasikia toka kwa masikio yako. Neno lina nguvu. Ndio ujue kwamba neno lina nguvu. Tazama wale wenye wameoleka. Yule mwanaume mwenye anamuita mume wako na unampenda kabisa, hamkuzaliwa pamoja, lakini kwa maneno aliyoongea yaliingia ndani ya moyo wako, masikioni mwako, yakaenda ndani ya moyo. Na vile yaliingia ndani ya moyo, moyo ukachanganua na ukampenda na ukaamua kusema kwamba nitatoka kwetu tuende tuishi pamoja. Ndio elewe kwamba kuna nguvu ndani ya maneno. Na pia neno ina nguvu. Haukuzaliwa ukiwa umeokoka, lakini kwa sababu ya neno ulilosikia kuhusu Yesu Kristo, ukaona umuhimu na kazi aliyefanya kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu ya neno la Mungu ulilolisikia kuhusu Yesu Kristo, likajenga imani yako kwa Yesu, na leo hii wewe ukaokoka, unaitwa Mkristo. Kuna nguvu ndani ya neno la Mungu. Wengi wetu maisha yetu yanapitia uharibifu mkubwa sababu ya ushauri mwovu ambao tulipata kwa watu ambao si wenye haki. Na leo hii nataka niseme hivi kwamba Mungu akukomboe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kuwa makini kwa ajili ya maneno unayosikia. Yesu akaambia wanafunzi wake siku moja kwamba chilindeni na chachu ya Mafarisayo. Ukisoma kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 6, wao hawakuelewa, wakafikiria pengine anaongelea chachu yenye ambayo inawekwa kwa unga, lakini baadaye akawapa kuelewa ni nini chenye alikuwa anamaanisha. Ni kwamba wajitenge na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. So linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kupitia usiruhusu langu ili ambayo inaitwa masikio likaingiza kitu kibaya ndani ya moyo wako kitakachoumba tabia mbaya ama kitakachosababisha uharibifu katika maisha yako kwa jina la Yesu. Lango la pili ni macho. Usoma kitabu cha Mathayo mlango wa 6:22. Biblia inasema kwamba
The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Kwamba jicho ni taa ya mwili, na macho yako yakiwa ni mazuri, mwili wako wote utakuwa umejaa nuru. Na pia waraka wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 16 inasema kwamba for everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and boasting of what he has and does not come from the Father, but from the world. Inasema kwamba kila chenye kiko katika dunia kuhusu mwanadamu ni tamaa ya macho, kujiinua na kwa kile mtu ako nacho na chenye atakuwa, hakitoki kwa Mungu bali cha ulimwengu. Watu wanaweza kuiba sababu ya tamaa ya macho. Ameona kitu kimemvutia na hana uwezo wa kukinunua. Tamaa inamsukuma mpaka anatafuta mbinu ya kuweza kupata hicho kitu. Nataka niseme kwamba macho ni lango la kuingiza vitu ndani ya moyo. Na mtu akapenda kitu, unasikia mtu anasema kwamba moyo wangu umependa hiki kitu sababu ameona, na baadaye anaiba. So macho ama tamaa ya macho inasababisha watu kuiba. Pia jambo lingine, tamaa ya macho inasababisha dhambi ya uasherati na usinifu. Kwa nini kijana wa kiume ama wa kike asharatike? Ni sababu ya tamaa ya macho. Kwa nini mume mwenye ameoleka na mke mwenye ameoleka aweze kuzini? Sababu ya tamaa ya macho. Anamuona mwanaume na anamlinganisha na wake, labda kwa sababu ya mavazi yale ameyafaa, ama gari ama pesa, na tamaa inamuingia, anasahau kwamba yeye ni mwenye ndoa. Macho yanaweza kusababisha, yanapeleka vitu ndani ya moyo na kujenga tamaa yenye inaweza kuelekeza mtu katika uasherati ama usinifu. Pia tamaa ya macho inafanya mtu kufanya maamuzi mabaya. Ameona kitu na akakitamani na hana pesa, labda ni dada, anaamua kusema kwamba basi itabidi nijiuze hata kwa siku moja tu nipate maelfu yanayohitajika ili niweze kupata chenye nataka. Na kama ni mwanaume, labda afikirie kwamba nitaamua kuiba ili nipate pesa ya kuweza kununua chenye nahitaji. Sababu ya tamaa ya macho inafanya watu wanafanya maamuzi mabaya yenye yanaleta uharibifu katika maisha. Jambo lingine kwamba tamaa ya macho inasababisha kujiinua kwa sababu ya kitu chenye mtu ako nacho ama vile alivyo, akajisifu. Na unajua nilisema kwamba anayejisifu ajisifu kwamba anamjua Bwana. Kwa hivyo linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kupitia kutokuruhusu kilicho kibaya kipitie kwa lango la macho, lango lako ambayo ni macho inayepeleka kwa moyo wa mwanadamu. Point ingine ya tatu, nikielekea kumalizia, lango lingine na taunganisha malango ya mawili ni pua pamoja na kinywa. Ukisoma kitabu cha Hosea mlango wa 9 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba they will not remain in the Lord's land. Ephraim will return to Egypt and eat unclean food in Syria. Wakati tulipoweza kuokoka, kuna vitu ambavyo ama vyakula vyenye Mungu anaturuhusu tutumie kukula, na kuna vyenye asili tule kwa sababu ni najisi katika umwili na ni hekalu la Mungu. Kuna vyenye tukitumia akili yetu
inachanganyikiwa. Kuna vyenye tukitumia utapata kwamba vinaharibu afya yetu, na wakati kwa tujaokoka tulikuwa tumezoelea, ilikuwa part of our lives. So kwa hivyo vile tumeokoka tumeachana naye, lakini tutapata kwamba sababu ya pua kunusia, mtu anatamani, sababu anaponusia inaingia ndani ya moyo na kinywa chake kinakumbuka ladha hicho kitu, na mtu anaamua kutumia hicho chakula. And that's why utapata kwamba kuna wenye sababu ya harufu ya chakula na kusikia vile ilikuwa ina taste kwa mdomo, anaweza kula vitu vimetolewa dhabihu kwa madhabahu ya giza. Kuna wale ambao walikuwa wamezoea kufuta sigara, kufuta bangi ama kunywa pombe, wakati amehisi harufu hiyo anachikuta tena amerudi, anasema nitafanya siku moja tu na sitarudia tena. Nataka nikwambie kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kupitia kutokuruhusu harufu yenye ambayo unanusia kwa pua na ukufikiria ile ilikuwa ina taste ukarudi nyuma. Asubuhi ya leo naongea hivi, yeyote ambao umeadhirika sababu ya haya malango manne kuingiza kitu ambacho si sawasawa ndani ya moyo wako, chenye kimeadhiri maisha yako. Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 15 mstari 13 kwamba kila pando lenye halikupandwa na Baba yangu litang'olewa, na Mungu ang'oe hilo pando katika maisha yako kwa jina la Yesu. Hiyo character ambayo ni mbaya, yenye ambayo sababu mwenzako kushauri develop hiyo character, ama mwenzako kukuonyesha develop character mbaya, ling'olewe katika jina la Yesu. Mungu akutoe hiyo mess katika jina la Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 8 hadi 10, inasema kwamba enyi malango inukeni ili mfalme wa utukufu aweze kuingia. Nami natangazia yale malango manne yenye yako kwa mwili wako, yale macho yako, ilo pua lako, hicho kinywa chako, yale masikio yako yainuke, yape nafasi Yesu Kristo aweze kuingia ndani. Biblia inasema kwamba wakati mtu anapompokea Yesu, yeye huoshwa na kusafishwa. Yainuke Yesu aingie na kuweza kusafisha kila kitu ambacho si cha Mungu, kuondoa kila pando ambalo si la Mungu, kila character ambayo si ya Mungu. Kuna watu maneno uliyasikia, labda shangazi wako alinena kinyume na wewe, labda wasasi walinena kinyume na wewe, labda marafiki walinena kinyume na wewe, na leo hii yamesababisha mesi katika maisha yako. Yale malango yainuke, mfalme wa amani aingie, mfalme wa utukufu aingie na uweze kukombolewa katika jina la Yesu. Wakati tunapomalizia, napenda tuombe pamoja na wewe na Mungu anakutendea katika jina la Yesu. Amini tu pamoja na mimi. Baba, katika jina la Yesu, ni mara nyingine tena nakushukuru nikisema ni asante kwa ajili ya huyu ndugu na huyu dada, huyu mzee na huyu mama, huyu kijana wa kike na wa kiume, mahali alipo ananitazama. Natangaza kulingana na neno lako lenye tumelisikia kuhusu moyo wa mwanadamu. Jehova Mungu, malango manne haya yameingiza vitu katika mioyo ya wengi, ikasababisha character mbaya, ikasababisha maamuzi mabaya, ikasababisha mess katika maisha yetu. Naomba kwa jina la Yesu, kila pando lenye alikupandwa na Mungu ndani ya maisha huyu mzee, huyu ndugu na huyu dada, linang'olewa na wewe. Hiyo tabia yenye inasababisha aibu, hiyo tabia yenye inasababisha madhara ya mwili, inang'olewa katika jina la Yesu. Yale maneno yaliyonenwa akayasikia ya laana ama kudharauliwa, akajiona kwamba hafai, yanang'olewa katika jina la Yesu. Na from today natangazia ya malango ambayo ni macho, masikio, pua na mdomo, inuka ili mfalme wa utukufu aweze kuingia na tawale ndani ya huyu mpendwa katika jina la Yesu. Kila matokeo yaliyopatikana kwa mwili kama ugonjwa kupitia malango haya, kila matokeo yamesababisha huyu kuwa na kesi ili kusudi aweze kujibu alilolisikia na aliloliongea, yanaondoka katika jina la Yesu. Yeyote ambaye kwa kinywa chake alikula vitu vyenye viko madhabahu ya giza
naye akawa initiated kwa ufalme wa giza ambao unamtumikisha bila kupenda. Nafasi hii natangaza, malango inuka sasa. Mfalme wa utukufu anaingia, na huyu ndugu anakombolewa. Anakombolewa toka chini ya nguvu za Freemason, devil worshiper, Illuminati. I speak your freedom in the name of Jesus. Asante maana Mungu umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wakati naendelea kunifuatilia katika YouTube, kumbuka kulike, kucomment, kusubscribe na kushare ili wengi wafikiwe na ujumbe huu. Akaunti yangu ya YouTube ni Apostle Leonard Mabonga, na akaunti yangu ya Facebook ni Mabonga Simiyu Leonard. Nambari yangu ya simu, labda pengine unapenda ushauri ama labda kuomba pamoja na wewe, ni 0720932783. Mungu akubariki. Shalom.